Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Mtazamaji wa Mchungaji Norman TV, ni wakati mwingine tena. Siku ya leo tunaendelea na mafundisho mbalimbali. Kama nilivyosema kwamba channel hii utapata siri nyingi, utapata mambo mengi kiundani, mafundisho ya ulimwengu wa roho kiundani zaidi, ujue pande zote mbili, ufalme wa Mungu na ufalme wa giza. Lakini pia kabla sijaendelea, nitaka niwape watu wa Mungu ambao wamepitia kipindi kigumu, kanisa, taifa na kila jambo. Nadhani kila mtu ana changamoto zake alizokutana nazo, lakini katika yote tuendelee kumsihi Mungu, kumtafuta Mungu. Yeye ndio ana uwezo kukuondolea majonzi yako, kuondolea kipindi kigumu, kuondolea majaribu yako na vita yako. Ndio ana uwezo kufanya mema yatokee. Maana sisi kwa sehemu yetu ni kumtafuta Mungu sana, ni kumlilia Mungu sana katika kila jambo tunalohitaji afanye. Kikubwa Mungu atie nguvu. Mungu endelee kutia nguvu na tuko pamoja. Na leo nataka nizungumze kuhusu malaika, mwendelezo wa malaika. Malaika ambao hawa sijawataja, nilisema nitakuja kuwasema malaika wa ufalme wa Mungu. Malaika hawa ni watumishi wetu. Hawa ni watumishi wetu na wanatenda kazi na sisi. Na mara zote hawa huwa ni wahudumu ambao pale pindi tunapomwomba Mungu wanakuja kutuletea majibu. Wanakuja kufanya yale tunaletewa, kile ambacho tunahitaji. Wakati mwingine huwa wanatuongoza, wanatulinda. Mungu ameamuru wao watuhudumie kwa ukaribu sana. Leo nitakuwa na mwendelezo wa malaika ambao hujawahi kusikia. Inawezekana hujawahi kusikia kabisa, lakini wakati tunafanya kazi katika ulimwengu wa roho, ilikuwa lazima tuwajue malaika wa mbinguni, ule ulimwengu wa giza. Katika ule ulimwengu wa giza ilikuwa lazima tuwajue malaika wa mbinguni ili tuweze kutengeneza hirizi za kuwazuia au kuwapisha kwa Mwenyezi Mungu, kujua siku zao, kujua muda wao kufanya kazi, kujua madhara yao, na kutengeneza amulets, yani hirizi ya jinsi ya kupingana naye. Kwa hiyo na hirizi ya kumzuia Mikaeli, kulikuwa na hirizi ya kumzuia Gabriel, hirizi ya kuzuia wengine wale kina Zalikieli, kina Yofiel. Lakini hiyo ilikuwa lazima mwabudu shetani ajue, hasa ile level ya juu, kwamba ajue aina wa malaika wa Mungu wanafanyaje kazi, na majina yao, na wakati wao wanapokuja duniani, au wanafanyaje kazi duniani na katika ulimwengu nyingine. Sasa hawa malaika ni Murieli. Murieli ni aina nyingine ya malaika. Huyu ni malaika ambaye muonekano wake kama mtu shujaa aliye na kitasa au bakuli la moto, na ana harufu ambayo ni maombi ya watakatifu, na sauti zake ana mbawa za mwanga. Murieli, huyu ni Murieli. Murieli ana muonekano wa mtu kama mtu aliye shujaa, na ana kitasa au bakuli mkononi la moto, lile bakuli, na ana harufu ambayo ni maombi, na sauti inasikika sana kwenye ile bakuli ambayo ni maombi na sauti za watakatifu, na ana mbawa za mwanga ambazo zinatoa mwanga sana, yani mbawa zake ni kali mno. Murieli kwenye ile bakuli, kile kitasa, na kitasa kile ameshika kina sauti ya maombi. Kazi ya huyu malaika, kazi ya kwanza ni kukupa nguvu ya maombi pale unapokata tamaa. Kukupa nguvu ya maombi pale unapokata tamaa, au ulipofika. Kukua kiroho, kukuza kiroho na kukuondolea roho ya kudumaa. Huyo malaika kazi nyingine anakuondolea roho ya kudumaa.
Pia anafanya kazi ya kuepusha na roho ya kukataliwa, au roho ya kuonewa, kukandamizwa. Kama umekuwa ni mtu wa kukandamizwa, umeonewa, unaona kesi zisizo ambazo yani unakutana na kesi ambayo wala kitu hujafanya, yani maonezi na kukataliwa bila sababu, kukandamizwa bila sababu za msingi, yani ni maonezi tu. Sasa huyu huwa anadili sana na haya. Ukimsii huyu, ukimuita huyu, ukimtumia huyu kwa jina la Yesu, anaenda kuondoa kuonewa na kukataliwa. Una kibali, biashara nakataliwa, una kibali wapi popote pale, kazini, nyumbani, kwenye darasani, masomoni, yani hiyo sehemu unakuta kama binti unakataliwa, kijana kukataliwa, unakosa kibali. Huyu anakufanya, anakuondolea hiyo hali ya kukosa kibali, unapata kibali na unaondoka mbali na kuonewa na kukandamizwa. Pia anakupa, unapoona umepoteza, umeshindwa, Murieli anakufanya ujue kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Huyu Murieli manake kwa Mungu yote yanawezekana, anakufanya ujue kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Yana anakutia nguvu na anakufungulia. Na kuna wale ambao kama tuliona kwenye ile birika, kuna yule mwanaume ambaye, yule mtu ambaye alikuwa ameteseka pale, wenzake wana ugonjwa ule mtesa muda mrefu, wenzake wanaingia wanamtangulia malaika akishuka kuwaponya, yeye anatanguliwa, lakini Yesu kaambia amini, jitishe godoro lako uende. Huyu anakufanya ujue kwa Mungu yote yanawezekana. Murieli ndio kazi yake kukufanya hata yale ambao magonjwa yasiyowezekana, umesema hayawezekani kupona, kufanyeje, changamoto ambazo zinaonekana kama haiwezekani tena wewe ukawa salama, haiwezekani tena wewe ukawa na amani tena, zile changamoto yeye anafanya, anatatua mambo makubwa mazito mengine ambao ushakatia tamaa, umeona kwamba basi tena hii imeshashindikana. Lakini aina nyingine malaika huyu ni malaika anaitwa Sehalia. Huyu ana muonekano kama kerubi, ni kerubi mwenye mbawa na mwanga wa pinde. Huyu ambaye ana mbawa na mwanga wa pinde, huyu ni kerubi Sehalia, tunamuita Sehalia au Sehalia, ambao ni SEHALIAH. Huyu kazi yake ni kuondoa njama ya vizuizi. Nataka kufanya jambo fulani, kunakuwa na changamoto na vizuizi vingi. Vizuizi vya kufanikiwa, vizuizi vya kielimu, vizuizi vya kiafya, yani vizuizi. Paulo kuna sehemu alitaka kwenda sehemu, lakini akasema nataka kuja kwenu. Mara ya kwanza wapi, shetani akanizuia. Lakini huyu sasa yuko kinyume na uovu ule wa kuzuia. Huyu Sehalia anaondoa kile kizuizi, kuwapa performance nzuri kazini, kukupa performance, yani kufanya vizuri kazini, upendo. Na huyu malaika pia anadili na kumfanikisha mtu, kumpa upendo, kufanya uwe mtu wa upendo, na kuumba neno lile neno. Unaposema neno fulani, mtu, Biblia unaposema mtu atakula matunda ya midomo yake, atashiba matunda ya midomo. Hiyo matunda ya midomo, huyu ndio anayefanya unapotamka neno likaumbe. Ukisema hivi kikatokee. Nguvu ya maneno yako, ya neno lako, hasa kwa Mkristo uliokoka au kwa mtu ambaye unataka huyu akusaidie, au anakupa, unamtuma kwamba nenda, ninataka fulani aende akapone, au unaposema Mungu akubariki, huyu ndiye anaweza kuumba lile neno mpaka ikatokea baraka kwa ile mtu. Lakini kukupa udhibiti kamili na umiliki kamili wa mambo.
Sasa mambo yako wewe, mfano biashara, kazi, elimu yako, ndoa yako, afya yako na kadhalika, pesa yako. Kwa sababu kuna mwingine anaweza kushika pesa lakini ile pesa tayari wachawi washamfanyia uchawi, inakuwa inatoka bila yeye kufaidika nayo. Pesa ikae mkononi, afanikiwi. Yani anapata pesa nyingi lakini haikai wala afanyi mambo ya msingi. Anakuta tu imepeperuka, mara amefanyia hivi, akipata pesa mwingine magonjwa yanaibuka, anaanza kuhudumia magonjwa. Mwingine akipata pesa mara inaibuka changamoto hii, mara inaibuka changamoto. Kwa hiyo huyu anakupa nguvu, yeye kazi yake kufanya uwe na udhibiti wa kitu chako wewe, umiliki wako wewe halali, pembe ya kumiliki na kutawala kwenye nyota. Lakini kumiliki ule wa mambo yako wewe, biashara yako unaimiliki wewe, sio biashara yako anamiliki mchawi. Maana chumolete pale unakuta unahesabu pesa kila siku zimepungua, mara unafanya hiki, mara hakieleweki, mara ile aliendi. Yani ndoa yako mwenyewe lakini anaimiliki mtu mwingine. Wanaibiwa chumba zao, wanaibiwa mke, wanaibiwa mume, wanaibiwa afya. Mwili wako wewe mwenyewe lakini adui anakutesa kwa mwili wako wewe mwenyewe. Sasa ukishautiisha, ukishaombea kwamba mwili huu hautakuwa na magonjwa kwa jina la Yesu, na kutuma seharia, nenda mkapokonye wote walioshikilia udhibiti wa mwili wangu, udhibiti wa afya, udhibiti wa ndoa, waliojaribu kuchukua. Kama kuna wanaohujumu ndoa yako, wanaohujumu biashara, na uhujumu elimu yako irejee kwako kwenye umiliki wako wewe. Maana Mungu amekupa mafanikio hayo wewe, sio mchawi wala mtu mwingine adui yako. Sasa huyu anawapokonya, anafanya kazi ya kupokonya wale waliomiliki kesho ya mtu, waliomiliki siku ya mtu, mbele ya mtu. Maana wachawi wanaweza kumiliki kwamba wakaweka mpaka mipaka mtu kwamba itakapofika tarehe fulani afe. Sasa huyu anabatilisha hiyo. Maana nyingine mpaka kama ule kuchanja chale nini, unakuta zile chale zingine zilimpa shetani haki ya kukumiliki. Sasa anayerejesha umiliki wako ni huyu. Haiwezekani kwamba uamliwe na shetani mambo yako. Yani ukifanya hili aliende mpaka ukafanya ibada za mizimu sijui nini, wale wengine wanaambiwa ulikosea mizimu ya kwenu, kwa hiyo imekulani, nenda ukaombe msamaha sijui nini. Huyu hakuna cha msamaha kwa mizimu. Ukimtuma huyu anakurejeshea mafanikio yako wewe unayoyataka, ambao Mungu amekupangia. Kwa anakupa udhibiti kamili wewe wa maisha yako. Pia anapigana na waovu wanaokuwinda kwa kinywa chako. Anapigana na waovu ambao wanakuwinda kwa kinywa chako pia. Wewe ni malaika pia, wanawinda neno lako. Kuna waovu ambao unakuta anafuatilia useme nini. Ukisema tu kidogo basi inakuwa ni chanzo au fimbo ya kukuchapia, na unatengenezewa zengwe, unatengenezewa uovu kwamba kama ni sehemu ya kukuchapia kwa sababu ya kinywa chako, neno lako. Na wako watu kwa sababu ya maneno yao wamejikuta kwamba wameachwa na wamezao, wameachwa na wake zao, wameachwa na wafanya biashara, wameachwa kazini, wameondolewa cheo. Na mwingine unakuta maneno tu analetewa kwamba fulani ameongea hivi na hivi, amesema hivi na hivi, lakini kiuhalisia hajasema. Yani hakumaanisha jambo baya, lakini lile neno dogo linakuzwa, linaonekana kubwa na wewe unaonekana mbaya, lakini wala haukuwa na kusudi baya. Sasa huyu ndiye anayekurekebisha wewe kinywa chako, anakilinda ili waovu na yoyote muovu ambao anasubiri neno lako tu ili akunase, huyu anakuepusha na ile njama walioipanga. Hata kama ni kikundi cha watu wengi, wachache ni mtu mmoja, anaenda na vuruga mpango wao. Kwa hiyo unakuta kwamba hawezi kusingiziwa maneno ambayo, au kuingiziwa kinywani mwako maneno ambayo hujayasema. Lakini malaika mwingine huyu anaitwa Hanieli au jina lingine anaitwa Anyaili. Huyu Anyaili anaonekana katika mwanga mkali, ndani na nje. Ndani na nje yake kuna kama mwezi na jua. Anapanga iliyo wazi katikati na yenye pande mbili. Huyu anapanga iliyo wazi katikati, kuna katikati ya ile panga
iko wazi, na ndio kuna mwanga ule wa mwezi na jua, kama mwezi na jua hivi vimechanganyika kwenye ile panga aliyeshika. Lakini pia ana mwanga mkali juu ndani yake, ndani akichomoza hivi akionekana hivi huwa anaonekana na mwanga mkali. Lakini katika malaika pia wako wanatofautiana. Kuna wale wenye mabawa 12, wenye mabawa 6, kuna malaika wenye mabawa 2, 4, wanatofautiana kutokana na, inategemea. Sasa huyu anafanana kama wale wa kwenye jua. Maana yake kuna malaika ambao Mungu amewaweka pale kwenye jua ambao wana mbawa 12 wakisimamia milango 6 ya jua ambao huwa inatumika katika kipindi kile chote cha mwaka, jua linapotoka mashariki kwenda magharibi. Hao malaika wanakuwa chini ya magurudumu ya jua, na Mungu ameamuru hao walihudumie jua wakati wote. Sasa huyu anaonekana kama wale malaika wale wa kwenye jua ambaye Mungu amewaweka pale wahudumie lile jua masaa yote, linapoelekea mlango huu, linapoingia mlango huu tukenda magharibi, linapotoka huku kwenda huku, linapopanda juu, wako wanalihudumia jua, wanahudumia kile kiumbe cha Mwenyezi Mungu ambaye ni hilo jua, wanahudumia. Na mwezini wako kwenye, tunaposema sun gates, ndo yale malango yale 6, milango 6 kwenye jua. Moon gates pia kuna milango 8 pale. Star gates pia kuna milango pale na kadhalika. Na kwenye jua tulikuwa tunatumia aina ya mionzi milioni 1 kushambulia dunia. Shambulia wakuu wa giza wanatumia aina ya mionzi milioni 1 ya jua kushambulia binadamu duniani. Sasa hiyo utakuja kujua uko mbele kiundani. Maana yake naposema kwamba wanasafiri kwa mionzi pia, muda mwingine hewa tu ikiwepo hali fulani, kitokea mwanga, ukitokea huwa ni inatokana na kwenye jua. Na apisha wale malaika, sababu mkuu wa giza huwa anaapisha wale malaika walioko pale kwamba hamtatuzuru kwa lolote isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu aliyeumba hiki kiumbe cha jua, hiki kiumbe kinachoitwa nuru, ambao ndio jua na mwezi na nini. Kwa hiyo wale malaika wao watafanya kazi ya kuhudumia tu jua, na hao wakuu wa giza pia watafanya kazi ya kufanya yao kule kwenye jua. Huwa Mungu hiyo viumbe huwa yeye haviangamizi kabisa, lakini ana jambo lake pia anakusudia na hawa viumbe. Sasa huyu Anieli, na kazi zake huyu, kazi ya kwanza ni kutoa neema, hekima, ukarimu, upendeleo, kibali na kuponya. Huyu ni malaika ambaye anatoa neema. Neema, naposema neema ya Mungu imefunuliwa na tufundisha kukataa uovu. Huyu anatupa neema ya kuweza kuushinda uovu, kushinda maovu, kuyakataa maovu. Pia huyu anatupa hekima, ukalimu, kukalimu watu, kuhudumia watu vizuri. Tume huyu, kama kuna hiyo upungufu kwako, Biblia inaposema mtu amepungukiwa na ukalimu, amepungukia na hekima, aombe. Mengine hata ukalimu, mwambie Mungu, naomba nipe ukalimu, moyo wa ukalimu. Sina, niumbie moyo wa ukalimu. Basi unahudumiwa na huyu, unaumbiwa moyo wa ukalimu. Upendeleo, wakati mwingine unakuta upendeleo hii ni kupata vitu ambavyo hata mwingine yuko kama wewe, ana uwezo kama wewe, lakini amevikosa, ila wewe umepata kwa sababu tu Mungu ameamua, amekuhuruku, amekutunuku, ameamua kukupa mema na baraka zote za kila aina. Kibali na kuponya. Huyu ni mponyaji pia, na ana uwezo wa kuponya aina yote ya shida na changamoto na magonjwa na hali yoyote ile ya kiroho au ya kimwili. Pia kukupa maelewano ya kiroho na utakatifu. Huyu ni malaika ambaye anakupa maelewano ya kiroho, na ni malaika pia anayekufanya uwe mtakatifu. Kuondoa upweke wa kiroho. Anieli, huyu Anieli ni malaika ambaye anaondoa upweke wa kiroho. Upweke wa kiroho, hali ya kiroho, unakuta ni mkame kiroho, unahisi kwamba
kama kiroho umepungukiwa kitu fulani, uko mpweke, una nguvu za Mungu, una Mungu, lakini huyu anakuimarisha kiroho, unakaa vizuri, anakuondolea ule upweke wa kiroho. Lakini kukupa uzuri, pia ni malaika wa uzuri, anakupa uzuri, ubora, muonekano, uzuri fulani wa kiroho, kufanya kazi kwa uzuri zaidi, kuimba kwa uzuri, kusifu kwa uzuri, kuhubiri kwa uzuri, kunena kwa uzuri. Yaani hapa naposikia mtu kwenye Biblia mle kwamba mtu akaongea neno, watu wote wakasema hakika neno hili latoka kwa maana anaongea maneno makuu mno. Yesu akasema walimwambia, hata Yesu alimsema Yesu kwamba mbona maneno haya anayozungumza ni maneno makuu mno, mazuri mno. Wengine wanasema maneno bila shaka ametoka kwa Mungu, sio binadamu wa kawaida huyu. Sasa huyu pia anakupa uzuri huo wa kuonekana sio kawaida. Lakini kujenga madhabahu na kuipa majibu. Anieli huyu ni malaika ambaye anaweza kuimarisha madhabahu na kuipa majibu madhabahu. Nini tatizo la hiyo madhabahu? Nini tatizo la hilo kanisa? Wewe unaabudu, anakupa majibu. Hiyo madhabahu ni sahihi au sio sahihi? Anakufunulia, anakwambia mahali hapo ni sahihi, pana Mungu au hapana Mungu. Ni madhabahu ya nani? Ya Mungu au ya shetani? Anakufunulia na anakupa majibu. Lakini kwa wale ambao wanahitaji, wale watumishi au watu wana madhabahu wanahitaji matokeo makubwa yatokee kwenye madhabahu zao, unapoombea mgonjwa apone, yani madhabahu ilete majibu kwa watu, kwa binadamu, majibu, basi huyu anaweza kusababisha ile madhabahu ikapata nguvu na ukaendelea ikawa inaleta majibu kwa watu wanaokuja kwenye madhabahu hiyo. Malaika mwingine anaitwa Lovia. Lovia, L-O-V-I-A-H. Lovia anaonekana kama mtu mwenye mwako na muonekano mzuri sana. Ameshika nyota na kitabu mkononi. Huyu anaonekana kama mtu mwenye mwako na muonekano mzuri sana. Ameshika nyota na kitabu kile mkononi amekishika. Ndio muonekano wa huyu malaika, huyu Lovia. Lakini kazi ya Lovia ni kuondoa vikwazo vya kiroho na kimwili. Huyu anaondoa vikwazo vya kiroho na kimwili. Na kazi nyingine ni kukupa ulinzi, karama na mitazamo siku za mbeleni. Kukupa ulinzi, karama na mitazamo ya siku za mbeleni. Kwa kwanza anaondoa vikwazo vya kiroho na kimwili. Sanction, vizuizi, vikwazo. Yaani ulivyowekewa na adui. Kuna mwingine unakuta akifunga sana, akiomba sana, ndio mambo yake yanaharibika sana. Lakini akipunguza maombi ndio mambo yake yanaenda vizuri. Manake umewekewa kikwazo, kama utaomba hivi hautapata unachokitaka. Sanctions, hizo vikwazo, vizuizi. Yaani sasa unaposikia kwamba sijui Umoja wa Mataifa umewekea kikwazo nchi fulani au nchi fulani wamewekea kikwazo nchi fulani, manake pale kuna vitu ambavyo hawezi kuvipata, vimezuiwa moja kwa moja mpaka watekeleze lile agizo ambalo litahitaji watekeleze, ile vile vikwazo viondolewe. Na ulimwengu wa roho hivyo hivyo, shetani wanaweka vikwazo mpaka mtu atimize kile shetani anataka, ndio mambo yake yaende. Sasa huyu anaenda anabomoa kile kikwazo, anaondoa kabisa vile vikwazo, aidha kiwe cha kiroho au kiwe cha kimwili. Na anakupa ulinzi na karama na mitazamo ya siku za mbele. Pia kazi nyingine ni kuboresha na kuimarisha imani yako. Huyu anaboresha na kuimarisha imani ya mtu. Pale unapokuwa imani dhaifu, umetindikiwa imani, umepungukiwa imani, huyu anakuboresha na anaimarisha imani yako kama imani yako haijakusaidia bado. Na kuboresha pia kukufanya uwe mtu wa kiundani unaposhughulikia mambo yako. Nakuta wengine kinachogharimu ni kwamba pale unaposhughulikia mambo yako na kuwa hauna mzigo, ushughulikii kiundani, unafanya vitu juu tu. Ile nayo ni roho ambayo unaweza kutupiwa ya kutokuzingatia mambo ya msingi. Mwisho wa siku yanakuingiza kwenye gharama, yanakuharibia, yanakurudisha nyuma ulikotoka, yanakuumiza, yanakuvuruga, yanakuchafua,
yanakuchoma, yanakuingiza matatizoni kwa sababu ya kutokuwa na mzigo yale kile unachokifanya. Kumbuka, jambo lolote unahitaji kulifanya lazima uwe na mzigo nalo ili ufanikiwe. Kama wewe ni mfanyabiashara, lazima uwe na mzigo na biashara yako. Amka mapema, nenda kwenye shughuli zako. Fanya kazi pale kituoni kwako, unapoenda pale kazini kwako, hakikisha upo hapo muda wote. Hakikisha unakuwa makini, hakikisha unapendezesha wateja, hakikisha wateja wanafurahia kuhusu wewe. Sio tu biashara, kazini kwako hivyo hivyo. Hakikisha huduma unayoitoa basi ichukulia mzigo. Kama ni mhudumu wa hospitali, popote pale, mhudumu wa serikalini, wapi, basi fanya ile kazi kwa mzigo. Na anayekupa mzigo, kama unakuta unafanya kazi ujisikii yani ile kazi kama inakukera, kama karaa fulani, basi unachohitaji wewe ni kumtuma huyu malaika Lovia, huyu anakupa ile mzigo. Unajikuta unafanya kazi, unaipenda ile kazi yako, unaifurahia, unafurahia matunda ya kazi yako, unafurahia kufanya hicho unachokifanya na unakithamini. Huyu anakupa hiyo nguvu ya kiundani kufanya mambo yako. Pia anaondoa changamoto za kila siku na kukupa kivutio. Changamoto za kila siku na kukupa kivutio, anakushindia. Hao watumie, hao malaika wanakuondolea changamoto fulani za kila siku zile, huyo Lovia, na anakupa kivutio. Mtu anavutiwa na kazi zako, anavutiwa na wewe, anavutiwa na maisha yako. Mwingine anaokoka tu kupitia alivyovutiwa na wewe, mtindo wako maisha unaoishi. Huyu anaweza kufanya uwe kivutio kwa wengine, kivutio kwa watu wengi duniani, ili uweze kusababisha neema ya Mungu ingie ndani ya watu ambao hawamjui Mungu, waweze kuokolewa. Pia anakuza biashara, elimu, watoto, bustani. Huyu kazi yake pia ni kukuza. Anakuza kile ulichokianzisha, anakikuza. Duka moja anaongeza la pili, la tatu. Anakuza biashara hiyo. Umeanza na nyanya, unakuta amenunua mara, umeanza na nyanya kisado, mara amenunua visado vitatu, vinne, vitano, mara tenga moja, mbili, tatu, tenga 10. Unakuwa anakuza, yani kazi yake ni kukuza kile unachokifanya. Lakini pia elimu, unakuta ulipoanza shule uko unashika namba fulani, lakini jinsi siku zinavyoenda ndio unazidi kupata namba za juu. Maana unakuta umeshika namba 1 darasani, chuoni umepata alama nzuri, degree ngapi, unakuta degree 1 unaenda ya 2, ya 3. Anakuza wewe, mambo yako wewe anafanya yakuzike, sio kudumaa. Kitu kimoja iko kila siku unafanya kazi hiyo kile, yani unadumaa. Kuna watu wamedumazwa katika ulimwengu wa roho kwa sababu ya kutokujua kwamba wako malaika ambao ukiwatumia wanakufanikisha wewe kukuza, ni wasaidizi, wanakusaidia. Yani hao ni wahudumu wetu. Mtuma huyu kakuze hii biashara. Sitaki kuona biashara hii naishia kila siku kuwa na mtaji wa milioni 1. Nataka nimeanza na milioni 1, kanizalisheje milioni 2, milioni 3, nipande juu na sio kushuka. Lakini kwa nini walokole wengi kwamba unakuta wanakuwa na upinzani mkubwa sana kama biashara, kazi, nini, yani wanachokifanya mlokole anasema kwa sababu niko kwenye njia ya Yesu ndio maana vita sana. Hapana, kuna vitu unahitaji kujua, kuna hawa malaika unahitaji kujua wanaoweza kukukuza, kukuinua hatua mpaka hatua, kukufanikisha hatua mpaka hatua. Elimu, kufaulu masomo. Wale wanaosoma wanahitaji matokeo mazuri. Inawezekana kwamba kila siku wewe ni 0, kila siku wewe ni namba 10 ile, kila siku namba 6, namba 2. Anakuongeza. Huyu kazi yake ni kukuza. Na watoto pia, unakuta mtoto amezaliwa zile hatua. Kuna hatua ile ya kuzaliwa tayari, alafu anakaa, akisha kukaa anatambaa, akisha tambaa anaanza kusimamia. Hizo hatua anayezikuza ni huyu Lovia, ni mlezi na anakuza. Sasa kuna wale ambao watoto wao yani amekaa tu hatambai. Au wengine hata kukaa ni changamoto. Miaka nenda miaka rudi anatambaa tu mwingine. Miaka nenda miaka rudi yuko hatua ile mtoto. Huo ni uchawi ambao unafanyika kwenye kichuguu cha mchwa. Kwa hiyo ule uchawi sasa ukimtuma huyu anaenda kuondoa huo uchawi. Unakuta mtoto
anaenda stage zote kwa wakati. Umemzaa, anakaa, anatambaa, anasimama, anatembea. Na kama atembee, tume huyu Lovia, huyu anaenda kumuimarisha huyo mtoto viungo vyote, na ndio kazi yake hiyo, kwa sababu ndiye mwenye kukuza. Mungu kila jambo aliweka watuhudumie, malaika watuhudumie, mwenye kukuza hasa hatua za watoto. Watoto iwe watoto wa kiroho au iwe watoto wa kimwili. Na wengine wakuta ni mtumishi, unalea wa Kristo, walokole kila siku tabia ile ile, hawabadiliki. Kila siku wao kila siku ni toba. Baba, nimetenda dhambi. Baba, nimefanya. Hawakui kiroho. Kanisa halikui kiroho. Mtu amekuja na mavazi ya kipagani, anaingia nayo siku ya kwanza, anasema lambda kwa sababu mara kwanza, lakini anakuja tena yuko vile vile, habadiliki. Sasa kama mtumishi wa Mungu umeshaona kwamba ukikemea wale malaika wa vurugu, wale wa kishetani, wale wanaenda wanapiga kanisa, unakuwa huna watu. Huyu ndio wa kuwafundisha sasa watoto wa kiroho na kuwakuza kiroho. Mwenye atashtuka tu, atasema kweli hali hii sio kawaida. Haya mambo, mbona wenzangu hawako kama mimi? Mbona Yesu huyo na mwabudu anakemea, anazuia hivi vitu? Mbona hataki hivi? Anabadilika, yeye mwenyewe anabadilika na anakuzwa kiroho. Mwisho wa siku anaimarika na anakuwa ni mtoto mzuri wa kiroho, anakuwa ni mshirika mzuri ndani ya kanisa, ni muumini mzuri wa kiroho, na anamtafuta Mungu katika roho na kweli. Bustani, chochote unachokipanda yeye anakuza, anafanya kazi ya kukuza. Shamba, iwe ni shamba nini, bustani, umelima nyanya, umelima mboga, umelima mahindi shambani, unakuta mahindi siku zote yanadumaa, hayafikii pale anakohitaji afiki. Umelima mpunga, unaharibika kule chini. Sijui umelima matikiti, yanaharibika kiwa chini, hayafiki level fulani ya komaa kukuletea faida. Huyu anakuza ile shamba au bustani, anakufanya sasa ufike, yani kama ni zao lifike kule ambako wewe unahitaji lifike. Unahitaji upate matunda, unahitaji upate faida, kile ulichokipanda uvune ili kikuletee faida na furaha. Huyu sasa ukimtuma, anaenda kukuza, anakufanikisha. Shamba lako linamea, linastawi vizuri na mambo yanaenda vizuri. Lakini pia malaika mwingine huyu anaitwa Sitaeli. Huyu Sitaeli ni anaonekana mwenye panga ya moto, na mkononi mwake ana ngao mbili. Ameshika panga ya moto na mkononi mwake huku ameshika ngao mbili, ambao ana mbawa zilizozungukwa na wingu. Pia ana mbawa zake zimezungukwa na wingu. Kote utukufu ule wa Mungu umemzunguka, na ana panga ambayo mkononi mwake ana moto wa panga ya moto. Panga yake muda wote inawaka moto kote. Kazi yake huyu ni kukufanya uwe mwaminifu. Anaondoa wizi na utapeli. Kama umekuwa ukitapeli, basi huyu anaondoa hiyo roho. Na wengine wakuta ameingiwa na roho ya utapeli, wizi, jambazi, huyu anaondoa. Na kama umekuwa ukifanywa hivyo, unaibiwa mara kwa mara, huyu anaondoa hiyo kutapeliwa na kuibiwa. Mwingine wakuta anapoteza pesa tu, mazingira ya kutatanisha, huo achao anaiba. Anaweza kuvamia ile nyumba akaiba, watu wabaya wakaiba, au kuna mtu tu kibaka anaiba hivyo vitu vyako. Lakini ukimtuma wewe, anakuwekea ulinzi kwenye hivyo vitu vyako, unakuwa kuibiwi mara kwa mara, au kuibiwa na kutapeliwa. Mwingine anatapeliwa simu, anatapeliwa fedha, anatapeliwa nguo, anatapeliwa, yaani unakuta umeshaitapeliwa viari fulani vya kutapeliwa na vinajirudia baadaye. Huyu anaondoa wizi na utapeli huu. Lakini udanganyifu na shutuma za kusingiziwa za uongo, anaondoa udanganyifu na shutuma za kusingiziwa. Anakupa pia ufahamu na kujilinda dhidi ya mabaya, dhidi ya dhambi, na anatoa uvumilivu wa kitu au jambo. Huyu anaondoa uongo, kusingiziwa, anakupa ufahamu na kujilinda na mabaya au kujilinda na dhambi. Kuna dhambi zingine wanasema jilinde wewe usiitende.
Mungu anamwambia Kaini, dhambi na kuotea iko mlangoni mwako, dhambi na kuotea, ya kupasa uishinde. Huyu anakufa kujilinda, na anatoa uvumilivu pia wa kitu, kuvumilia jambo. Hapa wewe malaika, kama umekuwa sio mwaminifu, unapopewa ahadi na mtu sio mwaminifu kutimiza, unafanya kazi ya mtu umekuwa sio mwaminifu, unaiba pesa za watu, au umekuwa sio mwaminifu kwenye eneo la ndoa, biashara, sio mwaminifu kwenye eneo la kanisani, la huduma, utumishi, umekuwa sio mwaminifu, huyu malaika Sitael, ambao Sitael, huyu Sitael anakuondolea roho ya utapeli, kutokuwa mwaminifu, na kufanya uwe mwaminifu. Maana Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, na sisi tunapaswa kuwa waaminifu mbele za Mungu. Lakini malaika mwingine anaitwa Jeremieli anaonekana kama mwanadamu anayetembea, mwenye mbawa zilizoungana katikati, akiwa na nyota katikati. Mbawa zake zimeungana kwa juu huku zinapo katikati, lakini kuna nyota katikati, na mkononi ameshika karatasi za sheria. Huyu vitabu 6 vya Musa anakuwa amevishika, hivi kurasa zile 6 za Musa, vitabu 6 vya Musa. Alikuwa anasema vitabu 6 vya Musa vya sheria. Kwa hiyo huyu anaonekana kama amevishika zile karatasi za vitabu 6 vya Musa, alafu na nyota. Kazi yake ya kwanza, anakufanya au anasaidia mtu kuwa na huruma zidi ya mtu mwingine na ukarimu. Anakusaidia kuwa mtu wa huruma na ukarimu zidi ya mtu mwingine. Pia anasaidia kutoa mwongozo wa kimungu juu ya maisha ya binadamu. Jambo lolote unataka kulifanya unahitaji uongozi wa kimungu, basi mtume huyu anakupa mwongozo, aidha katika ndoto anakufundisha, au anakupa akili na ufahamu wa kuweza uanzie wapi na umalize vipi, uanze nini, umalize kipi. Mtu huyu ni sahihi, chumba ni sahihi, sio sahihi, biashara ipi uifanye, ipi usifanye, elimu ipi, masomo gani uchague. Wale ambao wanaangalia kombi kule sekondari, kombi ipi uchukue, kombi ipi usichukue, usomee nini kiende kikakufanikishe mbele iko unachokisomea. Manake wengi wanakuta amesomea kitu lakini hakimnufaishi, ana degree elimu fulani lakini haijamnufaisha. Shida ilianzia huku, kwamba hukuwa na mwongozo wa Mungu juu ya maisha yako, ya hiko unachokifanya, hiyo elimu yako unaisoma. Je, amekuongoza Mungu hicho unachokisomea, au ulienda tu wewe? Huyu anakupa sasa mwongozo, anakupa mwongozo kwa binadamu wote. Huwa anapa mwongozo, anzia hapa, malizia hapa. Pia anatoa maono na mipango mema. Maono na mipango mema. Lango moja hapo la kiroho ni maono. Mungu kusema na wewe. Asa huyu anakupa maono. Kuna wale wanasema nilikuwa naona vitu alafu sasa hivi sioni. Sivioni hivyo vitu. Ulimwengu wa roho. Ulikuwa unaona mambo, hata mchawa akipita unaona vitu vikubwa vizito, unaona mambo ya siri. Lakini sasa hivi uone. Sasa mtume huyu anakufunua. Anaondoa iko kilichokufunika, kilichokuharibia usione, anarudisha macho yako ya kiroho ili upate kuona maono ya yale ambayo amekusudia. Mungu amekusudia uyaone. Na mipango mema pia. Maono kwamba mwaka huu nataka kufanya hiki, ufanye hiki, ufanye hiki. Maono ya mwaka mzima. Unakuta labda una maono ya kujenga, una maono ya kufanya biashara, una maono ya kuoa, una maono ya kulima mazao fulani. Huyu mtume ukimtuma anakupa mwongozo hayo maono, ufanye nini, uanze na kipi na umalize na kipi. Lakini pia anashughulika kuwapa watu rehema na uponyaji wa kihisia. Pale unapohisi hisia zako zimeumizwa, unapohisi kwamba hujatendewa haki kihisia, yani kuna wengine wanakuta moyoni anahuzunika, hivi kwa nini fulani amenitendea hivi? Mbona ameniumiza sana? Mbona amenijeruhi sana? Hali hii hivi kwa nini haya amenipata? Kwa unakuta mtu anahuzunika. Unakuwa kwenye mahuzuniko, masononeko. Upo katika hali ya kihisia ambayo unahitaji uponyaji wa kihisia. Yaani unahitaji
hali kuondoke, fedheha ulioipata ikuachie, aibu uliyopata ikuachie. Basi huyu ukimtuma huyu, kimwambia Mungu amtume huyu, anashughulika na hiyo hali, anakuondolea kabisa, anakupa furaha, anakupa amani. Unajikuta tu umeshaizalau ile hali ya nyuma, sasa umeingia katika hali mpya, furaha na amani. Na Biblia inaposema furahini siku zote, nasema furahini katika Bwana, unapata ile furaha ya kihisia, ufahamu, kiroho. Pia anasaidia kuondoa hasira. Anaondoa hasira. Kama mtu akipaniki hasira mara kwa mara, basi muombe Mungu, na Mungu anamtuma huyu, anakuja anaondoa hiyo hasira kwako, anakusaidia kwamba uwe mtu mwema, mtu wa mapatano, na mtu sio wa kupaniki na hasira za mara kwa mara. Lakini pia malaika mwingine huyu ambaye kwa leo taishia hapo, anaitwa Lekabel. Huyu ni anaonekana akiwa kwenye wingu zito lililomzunguka lenye nguvu na utukufu miguuni pake, na kichwani nyuma ya kisogo ana mwanga mkali wenye mionzi mikali. Mkononi ameshika kitabu kilichofunguliwa, amekishika kwa mikono miwili. Anaonekana akiwa kwenye wingu zito lililomzunguka lenye nguvu na utukufu miguuni pake na kichwani nyuma ya kisogo. Ana mwanga mkali wenye mionzi pia mkononi mwake, na pia humo kwenye mikono ameshika kitabu kilichofunguliwa, amekishika kwa mikono miwili, yani kimefunguliwa hivi, amekishika. Na hivi vitabu mara nyingi vinakuwa ni kazi zake anazotekeleza, au jukumu lake, au taarifa za mtu huyo kwa siku hiyo, taarifa za binadamu wote ulimwenguni kwa kila siku alizonazo, na kazi anayotakiwa kuifanya, jinsi anavyoweza kuitimiliza. Mwingine ni Mungu, kwamba hukumu za Mungu na vingine na kadhalika. Lakini kazi yake huyu, anasaidia kumfanya mtu azae na kuondokana na utasa. Biblia inaposema hapana utasa wala usiyezaa katika nchi, huyu anaondoa utasa. Kama mtu azae, pata watoto, miaka nenda miaka rudi, hali hiyo na kutesa, na shauku ya kupata watoto lakini hamjapata, na muda mrefu na siku unahitaji watoto, basi mtume huyu Lekabel, ni L-E-C-A-B-E-L. Huyu malaika Lekabel ni malaika anafungua tumbo la uzazi na mtu kupata uzao na kuondokana na utasa. Pia anatoa uwezo wa nguvu za uzazi za kike na kiume. Unaposikia nguvu za kiume, nguvu za kike, uzazi wa kuzalisha, huyu anatoa uwezo na nguvu hizo kumuimarisha binadamu ili aweze kuwa vizuri kwenye ndoa yake. Lakini anarekebisha mzunguko wa mwezi kwa wanawake uliovurugika. Siku zako kwa mwanamke ambao kama zimevurugika, ule mzunguko unaona haueleweki, umevurugika, basi huyu anaweka sawa na kurekebisha ukimtuma. Maana hilo linakuwa mengi, asilimia kubwa ni dalili ya mtu aliyelogwa kichawi. Mmoja wapo ni hiyo, kwamba huwa siku zake zinakuwa, mzunguko wake wa mwezi ule siku unakuwa unavurugika mara kwa mara. Ile ni dalili kuna uchawi kwenye damu au mwili wako sio salama. Kwa hiyo unahitaji kufunguliwa, iko kifungo. Sasa huyu anarekebisha huo mzunguko na unakaa sawa. Zile tarehe zako zinaenda kama Mungu alivyopanga, kama awali ulivyokuwa. Ana ratiba ya kumuona duniani. Huyu Lekabel huwa ana ratiba ya kuonekana duniani kila tarehe 23 mwezi wa 8 Agosti mpaka tarehe 28 Agosti kwa wasio na watoto, na anahusika na mifumo mizima ya uzazi kwa wasio na watoto. Na huyu ratiba yake ya kuonekana ni tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 28 Agosti. Ana hizo siku kadhaa, zote hizo huwa anakuepo duniani. Ukikaa vizuri na Mungu, ukisimama vizuri, ukijitakasa kabla, ukijiimarisha vizuri, na kama Mungu anakusudi na wewe, basi hizi tarehe huwa anakuepo free kabisa kuonana na binadamu na kuwasaidia binadamu kabisa. Unamuona, ila ni wewe tu mazingira unayokaa tulivu. Kama mazingira tulivu, kaa sehemu unayohitaji Mungu, ambao kuna uwepo wa Mungu, ambao hakuna unajisi wala laana. Kaa vizuri hapo, basi huyu anatokea duniani
hizi tarehe. Lakini pia anahusika na mifumo mizima ya uzazi hiyo, hasa kwa wale ambao wanahitaji sana watoto, wana changamoto ya uzazi kupata watoto. Ijumaa saa 2 asubuhi, basi muda huo wa watu wakiwa wanatafuta mtoto, kwa kama ni wanandoa kwa shiriki tendo la ndoa, saa hii huyu anakuepo, yupo anahudumia pia watu muda huo kwa wote. Sasa sio kwenye nyota, ni kwa ujumla. Kwenye nyota kule kuna masaa, lakini kwa ile public kwamba kila mtu mwenye hitaji hili, Ijumaa saa 2 asubuhi muda mzuri, na Jumamosi saa 5 asubuhi ni muda mzuri pia. Anahusika na mambo ya uzazi, tafuta watoto. Mida hiyo ni mida mizuri sana. Kama siku zote kwa wapata watoto mida hiyo, basi mida mkitafuta mtoto kwa wanandoa, mnaposhirikiana tendo la ndoa kwa lengo la kupata mtoto, na mlikuwa hamjapata mtoto kwa muda mwingi, au ulipata watoto ghafla uzazi ukakata, kuna kitu kilifanyika ulimwengu wa giza, muda huu ni muda ambao ni lazima upate, kwa sababu Eureka Bell anakuwa anahudumia public nzima, dunia nzima kwa muda huo, wale ambao wana changamoto hiyo ya uzazi wa kupata watoto. Sasa pia anasaidia kutoa hisani ya wiki ya baraka. Wiki ya baraka, huyu kimtuma kwamba wiki hii nataka iwe niende kwa furaha na amani na baraka nizione, basi huyu anatoa hisani. Na pia kufanikisha uwekezaji wako ufanikiwe. Kila ulichowekeza sehemu fulani, umewekeza sijui kwenye nini ili upate faida, umewekeza sijui kwenye mkopo, umewekeza sijui kwenye biashara fulani, umewekeza kwenye nyumba, wewe mradi wako labda umewekeza kwa kufuga kuku, bata, umewekeza kwenye miradi fulani, kampuni fulani, basi au mafuta, kuuza hiki na hiki, basi huyu anakufanya ufanikiwe uwekezaji wako. Unapomtumia uwekezaji wako unafanikiwa. Tumia huyo, maana Mungu amekupa ni mhudumu. Pia anaondoa migawanyiko, mitengano na chuki. Malaika ambaye anaondoa migawanyiko na mitengano isiyo na maana na chuki. Zile chuki za watu, chuki kwako na mtu fulani, una chuki zisizo na maana, migawanyiko, unakuta ndugu na ndugu haelewani, huyu na huyu haelewani, mtoto na baba haelewani, sijui mwalimu na mwalimu haelewani ofisini, sijui mfanyakazi na mfanyakazi huyu haelewani, biashara yako na biashara huyu haelewani, mfanyakazi huyu na huyu haelewani. Huyu anaondoa migawanyiko. Kama wewe uko pale unataka amani itawale kwenye ofisi yako, biashara zako, sehemu yako husika, shuleni, darasani, nini, unahitaji amani kwenye jamii, kuondoa ile migawanyiko, matengano na chuki ambazo zinakuwepo, basi huyu ndio wa kumtuma popote pale kwenye taifa, kwenye nchi, kwenye ulimwengu, popote pale wa kumtumia ni huyu, kuondoa zile chuki mbaya, mpaka nafikia sehemu kuwekeana sumu. Unaposikia sijui amemwekea sumu fulani, huyo fulani, si mambo yao ya fitina na chuki, huyo anaondoa pia kimtuma Eureka Bell. Pia anakupa uwezo na nguvu za kiroho. Ni malaika ambaye pia anamuimarisha mtu, kumpa mtu uwezo na nguvu za kiroho. Tunasema upako wa kiroho wa kuweza kuombea mtu akapona, kufanya vitu vikatokea, kuhubiri, kuvunja na vikavunjika, kung'oa na vikang'oka, kung'oa uchawi na magonjwa na hila za adui zikang'oka, zikaharibika, kupiga na vikapigika. Mapepo huwa yanaangalia ulimwengu wa roho. Unaposema navunja, ni nani anayetangulia kuvunja? Kwa jina la Yesu ninamtuma Eureka Bell, nenda kavunje, au ninavunja kwa jina la Yesu uchawi fulani, magonjwa fulani. Anaenda kutekeleza ni Eureka Bell. Eureka Bell huyu ni malaika kati ya aina nyingi za malaika. Huyu ni malaika ambaye anafanya hiyo kazi. Mungu akubariki sana ambaye mtazamaji, lakini channel hii itaendelea kupata siri nyingi sana. Na hao malaika ni wengi sana, kwa sababu tulikuwa najua kwenye vitengo mbalimbali wakati nipo kwenye ufalme wa giza. Ilikuwa lazima tuwasome na kuwaona na kujua asili yao, na ile kutengeneza zile hirizi ambazo zilikuwa za kuvaa, na zile za cheni au zile hirizi za mfukoni,
au zile hirizi za kwenye mikono au zile hirizi za kwenye paji la uso, ili linapoenda kwenye kazi basi anakuwa hakuzuru. Ile hirizi inatengenezwa kwa jina la kumfunga, kumwapisha kwa Mwenyezi Mungu kwamba asilete madhara yoyote isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu aliyeumba sisi viumbe wote huku duniani na mbinguni. Aliumba malaika wote, aliumba binadamu wote. Ile hirizi basi muda wote inakuwa inamzuia, inamuonyesha lile shtaka na ile amri ya Mwenyezi Mungu kwamba lekaberi hutanizuru ninapofanya kazi yako. Mungu akubariki sana. Na wako wengine ambao tutaendelea kuwaona. Hawa ni kwenye elimu za kishetani tulikuwa tunawasoma na kuwaona, na hata kwenye kazi ya ufanyaji ule wa kishetani kwa napishana nao na kupigana nao wengine wale ambao walikuwa kinyume. Kwa hiyo hawa ni muhimu kwa sababu hawa wanahudumia binadamu kila sehemu, kila mahali. Wewe unapoomba jambo unaletewa, yanatokea. Unapovunja kwa jina la Yesu kitu fulani kinatokea, unahudumiwa. Ni kitu kimoja, jina la Yesu na malaika ni kitu kimoja. Kwa hiyo unaposema Yesu, Yesu anakusaidia pia, na hawa malaika wapo kwa ajili ya kukusaidia, kukuhudumia katika jina la Yesu. Shalom shalom. Mungu akubariki sana.